Sasa twende sura ya 8 au watu wana wa Ibrahimu. Sura ya 8 ya kitabu cha Samueli wa kwanza. Fungu la ngapi? Anza fungu la 4. Fungu la 4. Anasema ndipo wazee wote wa Israeli wakakutana pamoja wakamwendea Samuel huko Rama. Wakamwambia, angalia wewe umekuwa mzee na wanao hawaendi katika njia zako. Basi tufanyie mfalme atuamue mfano wa mataifa yote. Sikiliza, umesikiliza wewe? Hapo wanatafuta wanaomba pipi, wanaomba wembe. Soma sasa. Unajua umesemaje? Umesema tufanyie mfalme atuamue mfano wa mataifa yote. Nafunge ishia tu mfalme atuamue. Basi. Mfano wa mataifa yote. Unawajua Ashuru wewe? Unawajua Babiloni wewe? Sasa twende mstari wa 10. Maana pale hilo ombi lilimkwaza nabii. Akalamika akasema unaombaje? Akaenda kwa Bwana umesikia watu wako wanasema hivyo. Akasema hawaja kukataa wewe. Wamenikataa mimi nisiwe mfalme juu yao. Lakini kawaambie wameomba wembe na wembe utawachana namna hii. Anza fungu la 10. Naye Samuel akawaambia wale watu waliotaka mfalme maneno yote ya Bwana. Akasema mfalme atakayewamiliki ninyi atakuwa na desturi hii. Atatoa wana wenu na kuwaweka kwake kwa magari yake na kuwa wapanda farasi wake. Nao watapiga mbio mbele ya magari yake. Naye atawaweka kwake kuwa maakida juu ya 1000 na maakida juu ya 50. Na wengine atawaweka walime shamba lake na kuvuna mavuno yake na kufanyiza zana zake za vita na vyombo vya magari yake. Na binti zenu atawatwaa kuwa wafanyaji wa marhamu na wapishi na waokaji. Atatoa makonde yenu na mashamba yenu ya mizabibu na ya mizeituni yale yaliyo mazuri sana ili awape watumishi wake. 14 hapo. Endelee. 15. Naye atawatoza ushuru wa mbegu zenu na za mizabibu yenu. Awape maakida wake na watumishi wake. Atawatoa watumishi wenu na wajakazi wenu na ng'ombe zenu walio wazuri sana na punda zenu. Naye atawatia katika kazi zake mwenyewe. Atawatoza fungu la 10 la makundi yenu nanyi mtakuwa watumwa wake. 18. Nanyi mtalia siku ile kwa sababu ya mfalme wenu aliyejichagulia Bwana. Asiwajibu siku ile. Walakini hao watu watakataa kuisikia sauti ya Samueli, wakasema sivyo hivyo, lakini tunataka kuwa na mfalme juu yetu. Wakang'ang'ania. Mtoto anang'ang'ania wewe. Yaani wewe mfalme huyo ni kama nani, kama mnyampala tu, ni kama mnauza uhuru wenu kabisa. Mnauza heshima zenu. Lakini wakasema tunataka tufanane na mataifa mengine. Alafu kitu cha ajabu ni fungu la 20 hapo ukiangalia. Wanamwambia kabisa. 19 mfano. Walakini watu hao wakakataa kuisikia sauti ya Samueli, wakasema sivyo hivyo, lakini tunataka kuwa na mfalme juu yetu. Yaani wanakataa Samueli ambaye ni nabii wa Mungu, anawaambia vitu hivi. Anasema hayo hayatatokea hivyo. Ila wao bado wanang'ang'ania. Sasa ushaona mtu amepata mchumba, anasema wewe ndoa yako itakuwa hivi, huyu tunamjua tabia yake, ndoa yako itakuwa hivi na hivi, anasema nipe huyo haitakuwa hivyo. Sasa wazo la kuwa na mfalme lilikuwa ni baya? Sio baya. Walihitaji mfalme? Walihitaji. Mungu akuwa mfalme wao? Mungu alikuwa mfalme wao. Walihitaji labda wanasema human figure au kiongozi. Kabla hapo Samuel alikuwa kama kiongozi kabisa. Kabla hapo Yoshua alikuwa kama kiongozi kabisa. Of course walikuwepo waamuzi mbalimbali kina Gideon na nini. Musa alikuwa kiongozi. Lakini hakuwa kama mfalme wa mataifa. Sahihi. Kweli. Na waliona hiyo tofauti. Kwamba huyu bwana chochote lazima aulize kwa Mungu. Hata hapo umeongea anasema ngoja nikaulize kwa Bwana. Hao wanataka awe tena, nasema sasa
Mungu aliwahi kuliona hili linakuja, kama hao watu wake watahitaji mchungaji? Aliwahi. Watahitaji kuwa na mfalme? Aliwahi. Na alizungumzaje? Tuangalie, ninasoma tu hapo haraka haraka Kumbukumbu la Torati 17 mstari wa 14. Naanza hapo, anasema utakapokwisha kuingia katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako ukaimiliki na kukaa humo, nawe utakaposema nitaweka mfalme juu yangu mfano wa mataifa yote yaliyo kando kando yangu. Mungu aliona mapema. Utakapotaka kuweka mfalme kama hao wengine, wewe utaki tu kuwa na waamuzi, utaki kuwa tu na nabii yuko pale kama Musa, unataka mimi au mfalme au kama mfalme. Sasa utakapotaka kufanya hivyo, vigezo na masharti. Sasa anasema 15, usiache kumweka yule atakayechaguliwa na Bwana Mungu wako awe mfalme juu yako, umweke mmoja katika ndugu zako. Hili ni sharti la kwanza, awe mfalme juu yako. Usimtawaze mgeni juu yako ambaye si ndugu yako, ila asifanye farasi wake kuwa wengi. Hiyo unakumbuka na ile iliyotoka. Nyingine anasema wala wasiwarudishe watu Misri, ili apate kufanya farasi kwa wengi. Kwa kuwa Bwana amewaambia tangu sasa, msirudie tena njia ile ile. Amna kurudi Misri. Wala asijizidishie wake. Kule amesema atajizidishia. Ili moyo wake usingengeuke, wala asifanye fedha zake na dhahabu kuwa nyingi mno. Kule amesema atazidisha. Tena na iwe namkumbuka endelea. Tena na iwe zamani akitipo juu ya kiti cha ufalme wake, ajiandikie nakala ya Torati hii katika chuo, kufuata hicho kilicho mbele ya makuhani Walawi, na awe nayo asome humo siku zote atakazoishi, ili apate kujifunza kumcha Bwana Mungu wake, ayashike maneno yote ya Torati hii na amri hizi kwa kuyafanya. Moyo wake usije ukainuliwa juu ya ndugu zake, kwa lugha nyingine asipande kiburi. Mimi rais. Asikengeuke katika maagizo kwa mkono wa kuume wala wa kushoto, ili apate kuzifanya siku zake kuwa nyingi katika ufalme wake, yeye na wanawe katikati ya Israeli. Umeona kitu hapo? Umeona. Kwa hiyo Mungu sio kwamba anakataa au hapendi, anasema ni kinyume. Mimi ndio mfalme tu, hakuna mfalme mwingine, msiweke mfalme mwingine. Anasema no, kama mtaweka awe mfalme chini yangu. Kitabu cha Torati kisitoke. Asijikweze, asijiinue, asijifanye Mungu mtu kwa lugha nyingine, sio? Au yeye ni tofauti na ndugu zake. Mataifa wanafanyaga hivi, wafalme wao wanafanya hivi. Nao ni wanyenyekevu, hawao ni kinyume cha haya. Ni kinyume cha haya. Wafalme katika hizo walipaswa wafanye haya. Lakini wameomba mfalme. Wameomba nini? Mfalme. Mfalme waliomtaka wao nadhani ni wa Kumbukumbu la Torati 17 walioambiwa na Musa, au mfalme kama wa mataifa waliomtaka wao. Yaani walimtaka mfalme kama wa Samuel. In fact wanataka kama wa 10 wa Kumbukumbu la Torati. Lakini hapo siku kwenye Samuel ya kwanza sura ya 8 mstari wa 4 mpaka 18 anasema Bwana, wewe umeona, wanamwambia Samuel, watoto wako Bwana waende kwenye njia yao. Tupatie mfalme kama wa mataifa. Wanamtaka wa Samuel huko wa kwanza. Kwa hiyo wanataka kama wa mataifa, sio kama huyu wa 17 huko. Kitu gani kinakufanya ufikie hapo uamini? Kwa sababu waliona labda kama mataifa kule wanafaidika kule, mbona kama labda wanaona mataifa yana nguvu ile kule. Kuna kitu fulani walizungumza, anasema atakayetangulia mbele yetu kwenye vita. Na kama atatangulia mbele yetu kwenye vita, tutampa watoto wetu, watatengeneza silaha zake. Yaani walikuwa, kwa hiyo akili zao ni yule mfalme wa aina ile. Hata kwamba Musa alisema ikitokea mnataka mfalme au aina hii, haikuwepo katika akili zao. Lakini mtoto atalilia wembe. Unaona muonaje mfalme wa kwanza aliopewa Sauli? Anaendana na
huyu wa Kumbukumbu la Torati, huyu wa Musa, au huyu wa Samueli wa kwanza nane huko? Jamaa alisikii, jamaa hata hajali Torati, hajali ni Samueli. Alimchania siku moja nguo Samueli. Huyo mfalme aliyomtaka. Sasa unapewa unachotaka. Ufalme wa Mungu upo pia. Na mfalme Yesu ni kama huyu wa Kumbukumbu la Torati. Unamwona vizuri? Alikuwa anajilimbikizia fedha. Ni mfalme ambaye anaenda katika haki. Anatenda mapenzi ya Mungu. Watumishi wake Mathayo 10 alipoambia waende kutangaza ufalme, aliwaambia wabebe fedha za hapo. Hapana. Alikuwa anatembelea usafiri gani? VX. Sema. Usiogope miguu. Unasema zamani kulikuwa kuna teknolojia, lakini labda zamani hiyo kulikuwa kuna teknolojia. Hizo wana mapunda. Lakini alikuwa mnyenyekevu. Mnyenyekevu kabisa. Wanachokula watumishi wake ndio wanachokula na yeye. Kwa hiyo umataifa tunausemaje? Umataifa. Umataifa na ufalme wa Mungu hapa tofauti yake iko. Tofauti ni nini? Mimi naona tofauti ni umimi, uchoyo, kutokukubali kuongoza katika hekima ya Mungu. Na hekima ya Mungu ipo katika katika kusoma katika maandiko yake haya. Ambayo yanahimiza unyenyekevu, kujitoa, kujisalimisha maisha yako chini ya uongozi wa Mungu. Na sasa hawa wanataka waongozi kwa mabavu yao, kwa hekima yao wenyewe, kwa kujitutumua, kwa kutumikisha wengine, kwa kujiona wao ni tofauti na hao wanaowaongoza. Sahihi kabisa. Unaiona hiyo kitu katika kanisa? Kwa kweli inaonekana. Au watu au mimi naweza kusema hao ni wa mataifa, sio wa umma. Au unaonaje? Sahihi. Sio wa mataifa. Au sio wa Daudi hao? Sio wa Daudi. Maana Daudi tutakuja kumwangalia baadaye ilikuwa chote. Rafiki yangu, falme ziko hizi. Kuna utawala ambao Mungu aliweka, ameusimamisha, ambao wafalme wake ni wa aina hii. Wao sio wembe. Wao wanatubariki kwa sababu wanamwakilisha Mungu kwetu, ili sisi tuweze kumwakilisha Mungu kwa wengine. Tofauti na huyo, tutakuwa na utofauti na walimwengu ambao kama ni sisi tumekuwa mabwana au walioko chini yetu watalalamika, na kama au ndio mabwana wetu wa aina hiyo, basi sisi kweli tuko Babiloni au Ashuru, yale mataifa yaliyokuwa makandamizani. Baba yetu wa mbinguni, tunapohitimisha somo la leo, tunachokuomba tu ni kwamba utupatie, kama umetupatia nafasi za uongozi, za uwakilishi kwa watu wako, iwe ni kwenye familia, iwe ni kanisani, iwe ni kwenye jamii, kutembea sawa sawa na kanuni za ufalme wako. Maana tofauti kati ya umataifa na utaifa teule upo katika Torati, upo katika mausia yako, upo katika njia zako. Tupe neema yako ya kuona hii tofauti na kutaka hicho, na sio kutaka vile ambavyo kwa maslahi yetu, na tukaishia kuumia au kuumiza wengine. Tubariki tena tunaporudi kesho, kwa sababu tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Karibu sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi hichi kizuri. Leo ulikuwa pamoja nami Arnold Lubinza, nami Enos Mwakalindile. Bado tunaendelea kutetea vipindi hivi. Kesho tuna somo zuri linalosema watawala wa mataifa. Watawala wa mataifa. Kesho tunazama. Biblia itaangazia vizuri. Tunaangazia vizuri. Tunaletea vipindi hivi kutoka jijini Dar es Salaam. Karibu sana siku ya kesho. Amen.